Ukitamani kulipata jambo ambalo hujapata kulipata, huna budi kulitenda jambo ambalo hujapata kulitenda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Street Dawa, karibu sana katika show yako pendwa hii ya Street Dawa. Na leo Street Dawa imesafiri zaidi ya kilomita 190 kutoka Dar es Salaam hadi hapa Morogoro. Hapa ni mji kasoro maji ya chumvi. Hapa ni mji kasoro bahari, Morogoro, Tanzania. Mzunguko huu wa Msamvu, hapa nipo katika roundabout ya Msamvu, njia panda kuelekea mikoani na nchi jirani. Kushoto kwangu ni Iringa, Mbeya, Tunduma mpaka Zambia. Kulia kwangu ni Dodoma, Singida, Tabora na kwengineko. Lakini nyuma yangu ni Dar es Salaam, Tanzania. Swali langu leo linasema hivi: Uislamu umejengwa na nguzo 5. Naomba leo waniambie nguzo ya pili katika nguzo ya Uislamu ni ipi? Nguzo ya pili katika nguzo ya Uislamu ni ipi? Wao unaitambua? Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga na Hussein Omari Almasi Bakari Hoba. Mimi ni mwana Maalim Mashi, nifuate. Leo watu wa Morogoro ni zamu yao. Street Dawa. Mimi naitwa mwana Maalim Mashi kutoka Kishki TV, Dar es Salaam, Tanzania. Tunafanya challenge, tunakuuliza swali, ukipata tunakupa zawadi na ukikosa tunakupa elimu. Sawa bro Rashid? Bila shaka wewe ni Muislamu, si ndio? Uislamu wetu tunaambiwa umejengwa na nguzo hizi. Naomba niambie nguzo ya pili katika nguzo 5 za Uislamu ni ipi? Kutoa zaka. Shahada. Swala ya pili, kutoa zaka ni nguzo ya 3. Asante sana. Haya. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kama mkubwa. Asalamu alaykum. Salamu alaykum. Mambo vipi? Alhamdulillah. Unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa Zaidi Swedi. Zaidi Swedi bwana, mimi naitwa mwana wa Maalim Mashi kutoka Kishki TV, Dar es Salaam, Tanzania. Tunakuchallenge kidogo hapo. Ukipata tunakupa zawadi kwa challenge yetu, lakini ukikosa tutakupa elimu, sawa? Bila shaka wewe ni Muislamu. Na Uislamu tunaambiwa umejengwa kwa nguzo hizi. Naomba niambie nguzo ya pili katika nguzo 5 za Uislamu ni ipi? Nguzo ya pili katika nguzo za Kiislamu. Na nguzo ya pili ni hiyo, nguzo ya pili ni kuamini mitume yake. Kuamini mitume yake. Naam. Haya, asante kwa kujaribu bwana. Kuamini mitume si katika nguzo za Uislamu, ni nguzo za imani. Ila nguzo ya pili ni as-sala. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Asalamu alaykum. Yako sawa. Mambo vipi? Fresh. Unaitwa nani? Naitwa Maulidi. Maulidi, unaenda wapi? Mbona waiwai? Naingia kazini hao. Maulidi si Muislamu? Uislamu sasa umejengwa na nguzo hizi ngapi? Ngapi? 5. Naomba uniambie nguzo ya pili ni ipi? Aise. Kujielezea shehe wangu itakuwa ngumu sana kutokana na mimi hata madrasa yenyewe sijaingia. Madrasa hujaenda? Okay, sawa bwana. Ni swala bwana, ibada ya swala. Si unaisikia? Swala sinapatikana kwako? Una swali? Yes. Sio kwa vile, lakini siku moja najikumbuka. Okay, inabidi kwa sababu wewe Muislamu swali kila siku. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Asalamu alaykum habibi. Salamu pia. Kali ndugu yangu. Unaitwa nani habibi? Suleiman Masudi. Suleiman Masudi, mimi nataka nikupe challenge hapo. Ukipata tunakupa zawadi na ukikosa tutakupa elimu. Sawa bro? Bila shaka wewe ni Muislamu, si ndio? Na tunaambiwa Uislamu umejengwa kwa nguzo hizi. Naomba niambie nguzo ya pili katika nguzo 5 za Uislamu ni ipi? Nguzo ya pili kwenda hija. Hapana, kwenda hija sio nguzo ya pili. Sio nguzo ya pili. Nguzo ya pili ni kuswali. Iqami swala, kusimamisha swala. Asante sana. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Asalamu alaykum. Zima. Unaitwa nani? Naitwa Nurati. Nurati, wewe mwenyeji wa wapi? Morogoro. Mimi nakuuliza swali, ukipata nakupa zawadi, sawa? Wewe si Muislamu? Uislamu tumambo umejengwa kwa nguzo ngapi? Naomba niambie nguzo ya pili katika nguzo 5 za Uislamu inaitwaje? Ni ipi? Nguzo ya kwanza. Mimi nataka nguzo ya pili. Nguzo ya pili. Sasa kwenye kuzipangilia vizuri nahisi kama nimesahau, ningevitaja zote. Sawa, La kwanza ni kushuhudia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Shahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nguzo ya pili ni kwenda kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya, umechemsha. Ramadhani ni nguzo ya 4. Ya 5 kuhiji Maka. Ya pili
Kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo ni nguzo ya 4. Nguzo ya pili ni kusimamisha swala. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Alhabib, asalamu alaykum. Nani ndugu yangu? Ibrahim, tusaidie bwana, kila tunamfuata anakosta bwana. Wewe ni Muislamu. Uislamu umejengwa kwa nguzo ngapi? Ngapi? 5. Nitajie nguzo ya pili katika nguzo 5 za Uislamu ni ipi? Kusimamisha swala. Safi kabisa. Nini? Kusimamisha swala. Mashaallah, takbir. Sisi tunakupa zawadi bwana, kwa sababu umesema ni kusimamisha swala. Zawadi yako hii hapa. Fungua tuambie kwenye basha kuna nini huko. Hiyo 5 ya kwako bwana. Lakini zawadi ya pili tunakupa zawadi ya maji ya afya kutoka Watercom. Maji ushaye kuyanywa? Hapa. Unaonaje? Sasa hapa wewe ndo ndike mate. Ndio maji yako unatumia? Hapa wewe ndo ndike maji mate. Basi Watercom ndio wenye maji haya na tukupatia zawadi ya maji ya afya ambayo ni mazuri kwa kiu, inakata kiu, ni furaha ya familia pia. Asante sana. Tuko pamoja. Haya. Mdogo wangu vipi? Safi. Uko poa? Uko poa. Au kakaangu, wewe mdogo wangu, wewe bwana mdogo. Niambie. Safi yes. Unaitwa nani? Naitwa Saleh. Saleh nani? Saleh Ilongo. Saleh, wewe si Muislamu? Ndio. Sisi tunakuchallenge, ukipata tunakupa zawadi, ukosa tutakupa elimu sawa. Uislamu umejengwa kwa nguzo hizi 5. Naomba niambie nguzo ya pili katika nguzo 5 za Uislamu ni ipi? Toa shahada nzuri. Kuiji Maka kwa wenye uwezo au kutoa shahada 2. Haya, asante kwa kujaribu. Ngoja kusaidie brother hapa. Shehe wangu vipi? Uko poa? Unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Musa. Naitwa Musa. Nani? Musa, wewe si Muislamu? Yeah. Uislamu umejengwa kwa nguzo hizi ngapi? 5. Naomba ambie nguzo ya pili ni ipi? Sijui. Shehe wangu ananikimbia. Brother vipi? Safi. Unaitwa nani ndugu yangu? Imran. Swali langu umelisikia? Swali linasemaje? Taja nguzo za Uislamu. Swali linasema hivi, Uislamu umejengwa kwa nguzo hizi? Naomba niambie nguzo ya pili ni ipi? Kuiji Maka. Nguzo ya pili bwana ni kusimamisha swala 5 bwana. Chukueni elimu hiyo. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Sheikh wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali maalim? Alhamdulillah. Unaitwa nani Sheikh wangu? Naitwa Rashid Shaban sana. Sheikh Rashid, tunakupa challenge, ukipata tunakupa zawadi, ukikosa tutakupa elimu, sawa? Naam. Uislamu umejengwa kwa nguzo hizi 5. Hivi nguzo ya pili katika zile 5 ni ipi? Nguzo ya pili. Nguzo ya kwanza shahada, au sio? Nguzo ya pili sijui. Asante, sisi tunakupa elimu. Naam. Nguzo ya pili ni kusimamisha swala. Kusimamisha swala. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Unaitwa nani bwana? Juma Ibrahim. Juma Ibrahim, sisi tunakupa challenge hapo, ukipata tunakupa zawadi, ukikosa tutakupa elimu, sawa? Uislamu wetu umejengwa kwa nguzo hizi 5. Naomba niambie nguzo ya pili inaitwaje? Ama ni ipi? Nguzo ya pili mwezi wa Ramadhani. Funga Ramadhani, sio? Haya. Asante kwa kujaribu. Sheikh wangu, asalamu alaykum. Salamu wa rahmatullahi. Yako habib. Alhamdulillah. Unaitwa nani ndugu yangu? Juma Amin Muhammad. Juma Amin, sisi tuna challenge yetu, ukipata tunakupa zawadi, ukikosa tutakupa elimu, sawa? Uislamu wetu umejengwa kwa nguzo hizi 5. Naomba niambie nguzo ya pili katika zile nguzo 5 ni ipi? Nguzo ya pili baada ya shahada napata swala. Takbir. Allahu akbar. Safi kabisa, ndugu yetu amepata. Ni kweli nguzo ya pili ni swala baada ya shahada, kama ambavyo tumesema, mtu akipata tunampa zawadi. Zawadi yako hii hapa bro. Shukrani. Haya, fungua basi tuone kwenye basha kuna nini bro. Fungue kabisa. Mashaallah. Hiyo ya kwako bwana ndugu yangu. Lakini zawadi ya pili tunakupa kutoka Watercom, maji safi ya afya. Sawa, nashukuru sana. Neno lako Waislamu kuhusiana na umuhimu wa kujifunza mambo yao ya dini. Kwanza kusoma. Waislamu wahamasike katika swala la kujifunza dini yao, waijue vizuri ili wakati tunafanya ibada za kumwabudu Mwenyezi Mungu tuwe tunajua tunafanya vitu kwa hakika. Asante sana. Brother, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako Sheikh wangu? Alhamdulillah. Mimi naitwa Mwana wa Mali Mash kutoka Kishki TV Dar es Salaam. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Hamis Likoko. Hamis Likoko. Uislamu umejengwa kwa nguzo hizi 5. Tunakubaliana? Ndio. Hivi nguzo ya pili ni ipi katika zile 5? Let me think. Nizipangilie vile. Sawa, mimi nitakwambia tu ya pili. Kuna nguzo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, sio?
Mimi sitaki ya kwanza, sitaki ya tano, sitaki ya nne, sitaki ya tatu. Mimi naambia ya pili. Ima kama unahisi paka uzitaje kwa leo, mimi nitakuruhusu pia. Tunazo sekunde 45. Sawa. Somo ya 4 ya kwanza swala. Hapana, nashinda kuzipanga. Ya kwanza ni shahada. Shahada. Ya pili swala. Yes. Unajua. Haya, asante. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Sasa Sheikh Saidi, Uislamu umejengwa kwa nguzo ngapi? 5. Nguzo ya pili ni ipi? Inajulikana. Watu wengine hawajui. Inajulikana. Haijulikani, sema unaijua wewe. Mimi naijua ndio, na watu wanaijua. Kila mtu ajua. Kwa nini? Wale kameramani wangu wenyewe hawajui. Wanajua. Kameramani wangu Marinyanga mwenyewe hajui. Kama mtu kasema nguzo 5, ina maana zote anazijua. Mimi si ndo nimesema Uislamu umejengwa kwa nguzo 5. Kuna ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Mimi naomba kwa faida mtazamaji wetu anayefuatilia kipindi, mwambie nguzo ya pili ni ipi? Ya kwanza si shahada. Unaniuliza au unaniambia? Nakwambia wewe. Sawa. Ya pili? Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sawa, ingawa mimi sitaki ya kwanza, mimi nataka ya pili. Inajulikana bana shehe, mimi nashukuru bana. Tusaidie, nguzo ya pili ni ipi? Inajulikana, hamna asiyojua. Mimi sijui. Nashukuru shehe wangu, inajulikana. Kwa umekataa kutuambia shehe wangu? Inajulikana, hamna Muislamu asiyojua bana. Siku watu muuliza wale pale wamekosa. Ni Waislamu, kuna mmoja katoka kuswali na akakosa. Wewe uliza mambo ya kuhusiana labda na shiriki hivi. Mimi nimeamua ulize watu bana kujengea kaburi vipi, lakini hizo shahada kila mtu anajua. Kuna watu wamekosa, sasa ndio niambie wewe ya pili ni ipi? Wanajua bana, wamejibu nani, wanaogopa kujibu tu. Wewe ambaye uogopi, hebu waambie nguzo ya pili ni ipi? Si shahada 2 bana, stari. Hiyo ni ya kwanza, mimi nataka ya pili. Hawa, shehe wangu ameingia mitini. Mtazamaji, unajua umejua kinachoendelea hapa. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Nguzo 5 za Uislamu, kuna nguzo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Ya pili inaitwaje? Nguzo za Uislamu. Ya pili kwanza shahada. Kusimamisha swali. Safi kabisa. Ya pili? Kusimamisha swali. Asante sana ndugu yetu, amepiga mwingi sana hapa. Tunakupa zawadi hii hapa. Zawadi yako hii hapa. Naomba ufungue tuambie kwenye zawadi kuna nini humo kwenye bahasha. Zawadi ya pili tunakupa carton ya maji ya afya kutoka Watercom. Ushawahi kutumia ya maji? Ndio. Unaonaje? Yako vizuri. Yako vizuri sana. Ndio. Basi Watercom kuzawadia zawadi yako hiyo ya maji ya afya. Naamini utaenjoy na utafurahi sana kutumia maji haya. Naam. Shukrani sana. Shukrani sana. Asante. Street Dawa kufikia hapa haina tena la ziada. Kumbuka leo nilikuwa hapa katika mji huu wa Morogoro, mji kasoro maji ya chumvi, mji kasoro maji ya bahari. Swali langu leo lilionekana rahisi sana, lakini kama kuna namna lilikuwa ni gumu kwa walio wengi. Kumbuka Street Dawa imepewa nguvu na Watercom kwa bidhaa safi ya maji ya afya, miongoni mwa maji ambayo ni furaha ya familia nyingi. Ni maji ambayo unaweza ukayatumia katika nyakati za baridi, lakini pia unaweza ukatumia katika nyakati za jua. Nyuma ya kamera alikuwa ni Omari Salum Nyanga, pamoja naye Hussein Omari Bakari Almasi Hoba. Mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Siku ambayo utajua hujui, ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Asante. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Maalim Mashi. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu.